بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وإذن الله جل وعلا tunaendelea na majalisi zetu juu ya masala muhimu ya kiitikadi, hususan katika kuibainisha itikadi ya haki na itikadi sahihi ya ahli sunnati wal jamaa, aqida ya السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. كذلك kubainisha itikadi na madhahib nyingine ambazo ziko kinyume na madhhabi ya salaf, na hili ni jambo muhimu sana. Kama tunavyofahamu kuwa jambo la aqida ni katika usulu dini, jambo la kiitikadi ni usul ad-din. Kwa hiyo Muislamu atakiwa atengeneze msingi wa dini yake kabla hajatengeneza matawi, kama anavyosema الإمام السفاريني رحمه الله تعالى katika الدرة الموضية: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. amesema maneno haya katika ubeti wa 6 na wa 7 wa kitabu chake. Ama baada yaliyotangulia, fa'lam anna kulla al-ilmi, jua kwamba elimu zote, kalfar'i, ni kama matawi, kama tanzu, litauhid, ni kama tanzu ya tauhid, kama ni tawi la tauhid. Kila ilmu utakayotaja itakuwa ni tawi kwenye ilmu ya tauhid, kwa maana kwamba ilmu ya tauhid ni ilmu ya msingi. فاسمع نظمي، بس اسكليزا utungo wangu. لأنه العلم الذي، kwa sababu ni elimu ambayo la yanbaghi li'aqil lifahmihi lam yabtaghi, haitakikani kwa mtu mwenye akili ufahamu kwake ikawa hakutaka kuifahamu elimu hii, haitakiwi hivyo. Kwa hiyo yatakiwa wewe uifuate na utafute ilmu sahihi ya aqida, kwa sababu ndio asli na ndio msingi. Jua itikadi yako juu ya Mola wako, jifunze na sahihisha itikadi yako, na muongozo wako uwe ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotutangulia, masahaba na tabi'in na maimamu wakubwa wa dini, hasa watu wa zile karne 3 bora, ndio tunaokusudia hao. Kwa hiyo hakikisha wewe katika dini yako muongozo wako ni huo, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vile yalivyofahamika mafunzo hayo yaliyomo kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, vile zilivyofahamika na masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, as-salafu salih. Pigania kwenye hilo, na hilo linawezekana, usijikaona kama ni jambo la muhali. Na hili ndio linafanya sisi
tutumie muda mwingi katika kulielezea hili. Tunatumia muda mwingi katika kulielezea hili kwa sababu ni muhimu. Ukiswali, swala ni katika tanzu kwa mujibu wa tauhid, kwa sababu amali zote baada ya shahada mbili zinakuwa ni matawi ya ile shahada. Kwa maana shahada ikiharibika, amali zote zinaharibika. ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na tauhidi yote inazunguka katika hizo shahada mbili. Sasa hizi amali nyinginezo kama as-salah, az-zakah, as-sawm, al-hajj, hizi zimejengwa juu ya tauhidi. Kwa hiyo watakiwa muislamu upiganie kuifahamu itikadi yako sahihi, umfahamu Mola wako katika njia ya usahihi. Hivi ndio unavyotakiwa, na ndio maana nasema haya mambo tunayakariri sana katika kuyaeleza kwa sababu ya umuhimu wake. Laiti kama watu wangekuwa wameachwa katika fitra yao na maumbile yao, ikawa hakuna upotoshaji, yale mafunzo sahihi ndiyo yaliyoachwa katika mujtamaa wa Kiislamu, basi watu wangeachwa katika fitra zao, wakaelimishwa wanatakiwa kuelimishwa, na wale watakao kujifunza zaidi na zaidi. Lakini mujtamaa umeharibu hilo, yakapinduliwa mambo, wanqalabat almawazin, mizani zikapinduliwa, mizani zikawa zimepinduka, yale ya haki yakafanywa kuwa ni batil na ya batil yakafanywa kuwa ni haki. Kwa hiyo hapo kuna uwajibu wa watu kuyafunua haya mambo na kuyaweka sawa, mizani ikae katika usawa wake. Ndio maana tunayazungumza mambo haya kwa kirefu. Sasa katika kuifafanua itikadi ya as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, tumefikia mpaka kutaarad kuzungumzia madhhabi ash'ariyya. Tukawaelezea hawa ash'ariyya ni kina nani kwa ufupi. Kwa faida zaidi tunarejea kwamba ash'ariyya ni watu wanaojinasibu katika mambo ya kiitikadi na mtu anayeitwa Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Abu al-Hasan Ali ibn Ismail al-Ash'ari, wao hujinasibu na yeye kwamba sisi tufuata madhhabi yake, tunajinasibu na yeye. Na watu hawa wenye itikadi hii ndio Waislamu wengi, wale mashekhi wengi waliokuwepo katika ukanda huu wetu wa Afrika ya Mashariki, kadhalika Afrika ya Magharibi na kati na kaskazini, bali katika nchi nyingi za Kiarabu pia, au baadhi ya dawla Arabia kama Sham na sehemu nyingine. Na kuna madhhabi mfano wa hayo yanayofanana na hayo ya Abu Hasan al-Ash'ari, nao ni madhhabi al-Maturidiyya ya Abu Mansur al-Maturidi. Haya ni madhhabi ya wengi katika watu wa bara Hindi, Pakistan, Afghanistan na sehemu nyingine, India na sehemu nyinginezo, wanafuata madhhabi ya Abu Mansur al-Maturidi. Sasa sisi tuzungumzia haya yaliyo katika ukanda wetu, ambao wengi katika maulama wa Sharqi Afrika khilala ndani ya miaka hii 200, kwa sababu historia nyuma ya miaka 200 katika ukanda wetu, historia ya kiilmu haijadhibitiwa kwa uzuri. Historia ya maulama nyuma ya miaka 200 haijadhibitiwa kwa uzuri. Yani kabla ya kusimama daula ya Abu Said, maulama waliokuwa nyuma ya hapo wengi wao hawajadhibitiwa na historia zao,
lakini wengi katika hawa waliodhibitiwa ni baada ya qiyami ya daula al-Busaid alipotawala Sayyid Said bin Sultan al-Busaid, ambayo ilikuwa 1802 au 4 kama sijakosea, na 4 yeye ndiye ametawala na akaingia katika ukanda huu mpaka alipofariki mwaka 1856. Fariki 1856, ametawala karibu miaka 52 akiwa ni mfalme katika daula ya Zanzibar, ambayo yote hii ilikuwa ni Zanzibar, na daula ya Oman akiwa Muscat. Kwa hiyo ni dola moja, Muscat na Zanzibar. Kisha akaja mwanawe Said Majid, kisha wakafuatia waliofuatia. Nataka kusema kwamba maulama waliokuwa kabla ya huyu au kabla ya dola hii, pengine bila shaka walikuwepo, kwa sababu Uislamu huku umeingia muda mrefu, kitambo sana, si Uislamu wa juzi, lakini udhibiti wa kihistoria kabla ya hapo hauko katika ufanisi mzuri sana. Ushahidi wa kwamba maulama walikuwepo na Uislamu uliokuwepo, mtu akisoma kitabu Ajaibul Amsar cha Ibn Battuta ambaye alikuja kwenye karne ya 8 huku, alifika mpaka Kilwa kwenye daula ya Washirazi kule Kilwa, na akakutana na maulama na watu mbalimbali, ametaja kwenye kitabu chake. Na Ibn Battuta alikuwa katika zama za Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ambaye alikuwa ni msafiri, alitembea katika miji mingi katika ulimwengu, na alifika katika ukanda huu wa Afrika Mashariki. Afika Mogadishu na baadhi ya miji ya Barawa, amefika Mombasa, akafika Kilwa, kwa katika miji hiyo, alafu akarudi akaelekea Bara Hindi na sehemu nyingine. Nadhani alifika mpaka Sofala, lakini ameelezea alipofika Kilwa. Na hata wale watu wa UNESCO waliohifadhi mji wa Kilwa, utakuta maandiko mengi wanayotegemea katika kuthibitisha baadhi ya vitu wananukuu kutoka kwa Ibn Battuta. Mpaka leo ukifika Kilwa utakuta baadhi ya maeneo kwamba eneo hili kuna hivi na hivi, wamenukuu Ibn Battuta alivyosema, bali kwenye kitabu chake maneno yameyazungumza yangu. Kwa ni mtu aliyewaasiri maulama wakina Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Dhahabi, kina Ibn Kathir, maulama wakati huo. Kwa hiyo hili linakuthibitisha kwamba yalikuwepo, Uislamu ulikuwepo na watu walikuwepo, dini ilikuweko, lakini waliodhibitiwa katika ukanda huu kihistoria, na hii kazi kubwa ameifanya Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi rahimahullahu ta'ala, kwa kudhibiti kuandika historia ya maulama wa kishafi katika ukanda wa mashariki ya Afrika. Tunaweza kusema kwamba kila aliyeandika katika jambo la historia ya ukanda wa Afrika Mashariki kuhusu maulama, basi ni mhitaji kwa Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi rahimahullahu ta'ala wa ghafara Allahu lahu. Sasa walio wengi katika wanawachuoni hawa walikuwa katika madhhabi Ash'ariyya, ambayo si madhhabi sahihi. Lakini msimamo wetu, je, tunasema wao ni makafiri? La, hakuna anayesema neno haya. Hasha wa kalla, hasha wa kalla. Hakuna wanaowatia katika ukafiri. Kuwa mtu kwamba amekosea hayuko katika usawa, kwamba huyu ametenda jambo la kimakosa kwa ta'wili ambayo ni sahihi au kutokana na bia na mazingira alionayo akapewa udhuru, hili halifanyi kwamba kumtia kwenye makosa fulani mtu huyu. Alafu hukumu ya muayyan fulani haiwezi kulingana na muayyan fulani. Unajuaje wewe kwamba wanawachuoni kama hawa lau wamesoma tafiti za kielimu zilizoandikwa kuhusiana masala ya aqaid na mambo mengi yakafunuliwa, pengine wangeunga mkono hayo? Nitakupa mfano mmoja. Katika huu mjitamaa wetu wa wanawachuoni hao niliowataja,
kulikuwa kuna mambo mengi ya ada na ya kibida yameenea katika miji, ni mambo ya bid'a, lakini yalikuwa yakifanywa na ulama ajilla wa miji hii. Wanachuoni wakubwa wenye heshima walikuwa wakiyafanya au wakiyakubali yafanyike, na wao hawasemi kitu. Ilipofanyika nahdha fulani katika nchi ya Misri ambayo ilikuwa ikiongozwa kina Muhammad Abdu, kina Rashid Ridha na wengineo, wakawa wanaandika makalati mbalimbali kupitia baadhi ya majallat na baadhi ya magazeti yakichapishwa Misri kama vile majalla Al-Liwa al-Islam na nyinginezo. Alafu ilikuwa ikisafirishwa katika miji. Ukiisoma historia ya Sheikh Al-Amin bin Ali ibn Abdullah ibn Nafi' al-Mazru'i, alikuwa chief kadhi wa Kenya. Sheikh wake Sheikh Abdullah Salih al-Farisi na Sheikh Muhammad Qasim al-Mazru'i na Sheikh wake Sheikh Ali bin Ahmad al-Badawi Jamal al-Layl na wengineo katika maulama wa ukanda huu Afrika Mashariki. Sheikh Al-Amin bin Ali maarufu alikuwa ni katika watu wanaopokea majallati zile ambazo ndani yake kuna kupigwa vita baadhi ya mambo ya kibid'a ambayo mashekhe baba yake na mashekhe wengine walikuwa wakiona ni sawa. Yeye alipomdhihirikia hakusita kusema hii ni bid'a, hakusita hilo, na akaandika na vitabu ambavyo vinasomeshwa katika miji yetu. Ukisoma kitabu cha Hidayatul Atfal utaona asema wazi kabisa kwamba matanga bid'a, kwenda na jeneza na tahlili bid'a, si kadha bid'a. Amesema wazi kabisa kwenye vitabu vyake. Lakini ukiangalia athari hii ameipata wapi? Ni zile tafiti za kielimu zilikuwa zikiandikwa na wao zikawafikia, pengine wengine hawajawafikia. Na msimamo wake ndio huo alimshika mwanafunzi wake Sheikh Abdullah Salih al-Farisi, akaandika kitabu hasa kitabu bid'a. Ukimtazama Sheikh Abdullah Salih al-Farisi utaona ametoka katikati ya wanaozuoni na maulama ambao yale anayoyatetea yeye na kuyasimamia sivyo walipokuwa mashekhe zake. Sheikh Abdullah Salih al-Farisi amesoma kwa wanachuoni wakubwa, wanazuoni wakubwa wa Unguja, lakini pia amesoma Mombasa kwa Sheikh Al-Amin bin Ali. Sasa hao wanazuoni wakubwa wa Unguja hawakuwa wakiitakidi haya ambayo yeye anayasema, bali alipigwa vita, akapigwa vita sana, lakini kwa makana alionayo na ilmu alionayo Allah akampa fadhila, akawa chief kadhi Unguja na baadaye akawa chief kadhi Kenya. Kawa chief kadhi wa nchi mbili tofauti katika hizi nchi za Afrika Mashariki. Kule alikuwa chief kadhi, kisha baada ya mapinduzi na muda fulani akaondoka kule, akahama, akahajiri kwa sababu mbalimbali zinazoelezwa, akahamia Kenya, akawa chief kadhi wa Kenya baada ya Sheikh Muhammad Qasim al-Mazru'i, mkwe wake Sheikh Al-Amin bin Ali al-Mazru'i, akawa chief kadhi. Lakini wa huku yule yani wa Unguja, na ametoka ndani katikati ya safu ya maulama wa tasawuf wanaoona kwamba mambo haya yafaa. Yeye akachukua msimamo wa shekhi wake Al-Amin kwamba hayafai. Al-Amin bin Ali rahimahullahu ta'ala, yeye haya ameyachukua kutoka kwa maulama na buhuthi mbalimbali zilizokuwa zikiandikwa kutoka Misri. Nataka kusema tena kwamba pingine tafiti za kielimu zingefanyika kwa wakati ule, yakaandikwa mambo yakadhihirishwa kwa adilla, pingine hawa kina Said Ahmad bin Abi Bakar ibn Sumayt na wanafunzi wao na watoto wao kina Sheikh Abdullah bin Kathir al-Kindi na mfano wa hao, pingine wangeyaona wakayatia uzuri, wakayapa uzito, wakayakubali, wakaona hii ndio haki. Kwa hiyo wale usijifananishe na wewe kwamba fulani hakujua, pengine wewe hoja zimekusimamia wazi kabisa, dhahir shahir. Sasa hili halitufanyi sisi tuone kwamba
yale walioshika wale yalikuwa ni haki. Hatusikii kigegezi kusema kwamba yale ni ya batil na udhuru pengine uko kwao. Allah ndiye anayejua zaidi. Na pia aliwahi kutaja mfano hapa wa Sheikh Ali ibn Abdullah ibn Nafi al-Mazrui rahmatullahi ta'ala alayhi, baba yake Sheikh al-Amin ambaye nimemtaja sasa hivi, ambaye ni shekhe wa mashekhe wengi wa Afrika Mashariki. Amefariki mwishoni mwa karne ya 19, yani mwaka 1890 na kitu hivi, kama 95 hivi au 90 na kitu, sikumbuki, lakini amefariki kabla ya kuingia karne ya 20. Alikuwa ibadhi. Katika itikadi kubwa za ibadhi wanapinga kuonekana Allah kwa macho huko akhira, kwamba Allah hataonekana. Qur'ani makhluq, hakuna shafaa kwa yoyote atakayeingia motoni atakaa milele, na mingine mengi ambao wanaitakidi maibadhi. Amesoma, ameona ni si sawa, akayaacha madhehebu ya ibada na akafanya juhudi kuhakikisha kwamba watu wanatoka kwenye uibadhi wanaingia katika madhhabi ya Ahlusunnah wal Jamaa. Mombasa ikabadilika kutoka kwenye uibadhi ikaja kwenye Shafi'i. Narudi tena, pingine wangeona tafiti za kielimu zilizoandikwa, kwa sababu mtu hawezi jua kila kitu, akayaacha yale ambayo yalikuwa yamembainikia, yamesimamia, akayafuata yaliyobainikia katika haki. Na hii si mara ya kwanza wala si mara ya pili. Kuna fuhuli katika madhhabi za batil, waliachana na batili yao. Miamba mafahali wakubwa katika baadhi ya madhahib waliacha madhahibi zao wakarudi katika haki baada ya kubainikiwa. Mtu amesimama miaka na miaka analingania na kupigania kitu fulani, kisha anakuja kuona kitu kidogo tu kinamfanya ayachambue yale yote aliyokuwa akiamini. Huyo Abu al-Hasan al-Ash'ari rahmatullahi ta'ala alayhi wa ghafara Allah lahu, ametoka katika madhhabi ya i'tizal, amewaacha Mu'tazila na itikadi zao mbaya ambazo yeye ameishi kwenye itikadi hizo, ndani ya itikadi hizo miaka 40, tangu mtoto wake azaliwa mpaka afikisha miaka 40 yuko kwenye itikadi hizo na akizipigania, na ni mmoja katika wanawachuoni wao wakubwa kabisa ambao yurja ilaihim, katika ambao wanarejewa kwao, na hawezekani katika mambo ya jidali na ilmu al-kalam na falsafa hawamwezi. Lakini kaangalia akaona ile usawa ni madhhabi ya salaf, akarudi katika madhhabi ya salaf. Na inasemekana kwamba mtu aliyemuongoza katika njia hiyo ni al-Imam As-Sijzi rahimahullahu ta'ala. Mtu mmoja tu amekaa naye akamuathir, kwa hiyo kumbe njia salaf ndio njia ya haki, akarudi katika haki, akasimamia katika hilo na akatunga vitabu katika hilo. Bali akina al-Juwayni, Abu al-Maali, ambao wao sasa ndio waasisi wa huu ash'ariyya huu ulioko leo, mwisho wa yote akaachana madhhabi ya ash'ariyya, akaacha masala ya ilmu al-kalam, akarudi katika haki, kwa sababu at-tanazul bil haqqi fadila. Mtu kutanazal akaenda kuifuata haki ni jambo bora, jambo la haki na ndio jambo la kuhimidiwa. Kwa hiyo sisi tutajua walikuwa na wanavyuoni wakubwa wakisikia katika ulimwengu, katika miji yetu, lakini itikadi yao ilikuwa ni hii ambayo ilikuwa si sawa, na sisi hatuwakufurishi wao. Anasingizia kwamba wanasema wanachuoni wote tangu hizi fulani mpaka hizi fulani wote makafiri, huyo ni mzandiki mrongo, yaftari alaina alkadhib, anatuzilia urongo. Sisi hatusemi hayo kwa sababu kuna kawaida za dini, misingi ya dini ambayo yatakiwa Muislamu aifuate. Katika suala la takfiri nilizungumzia, lakini nataka kukumbusha tu kwamba jambo hili si kila mmoja anaweza kulitaja. Al-Imam al-Qarafi rahimahullahu ta'ala katika kitabu Al-Furuq anasema laysa kullu
الفقهاء له أهلية النظر في مسائل التكفير سما فقهاء wote waliokuwa na uwezo wa kuyatazama masala ya kukufurisha sima akusema si laisa kullu nasi la akusema si watu wote amesema si mafuqaha wote bali hata katika hao wanaovioni kuna wengine hawawezi kulihakiki vizuri jambo la takfiri. Sasa wewe talibul ilmi vipi uingie katika balaa hili kubwa la kuanza kuwakufurisha watu? Kwa hiyo tarudi katika nukta hiyo ya msingi. Atakayesema ya kwamba sisi tunawakufurisha hawa na wachuoni, lengo lake ni kufanya tamthili, ni kuwakimbiza watu, lakini hao pamoja na elimu zao na mambo mbalimbali walionayo, wao bado ni bashar, wanapata na wanakosa. Na sisi tunapozungumza madhhabi ya Ash'ariyya kwa si ya haki, sisi si wa mwanzo kama tumeibuka tu tukasema maneno haya. Tumejaribu kunukuu baadhi ya aqwali za ahli ilmi kulithibitisha hilo. Lakini vipi itakuwa na haki madhhabi ya Ash'ariyya? Na hiyo ni na madhhabi ya Ash'ariyya ni khilafu al-madhhabi au khilafu madhhabi as-salaf as-salih. Sababu zinazopelekea kwamba si madhhabi ya haki, moja katika hili ni kwa sababu madhhabi ya Ash'ariyya ni madhhabi ya khalaf, ambayo ni kinyume na madhhabi ya salaf. Kuna baadhi ya vitu wanapishana ambavyo ni vya msingi sana baina ya salaf, madhhabi ya salaf na madhhabi ya khalaf. Ash'ariyya wao wameshika madhhabi ya khalaf wakaacha madhhabi ya salaf, na kuna vitu vya msingi wanapishana ndani yake. Madhhabi ya salaf yalivyo katika masala yote, na hususan masala ya kiitikadi ambayo na akili haina nafasi, masala ya kumtakidi Allah subhanahu wa ta'ala, akili haina nafasi katika kumhukumu na kumzungumzia Allah kwa sababu ni jambo la ghaibu. Nitakupigieni mfano katika jambo la ghaibu, kimwacha katika upande wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo ya ghaibu ya akhira, kuna vitu vinatajwa katika vitu vya akhira, lau kama utatumia akili yako tu bila kusikia Qur'an utasema haiwezekani. Miongoni mwa hivyo, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, hivi leo tutafunga midomo yao. Kwa maana siku ya kiyama ikifika, hivi vinywa vitafungwa, utakuwa wewe huwezi kuzungumza kwa ulimi wako, utakujitetea, wajua bibi ama pop shata, funga domo lako. Utakaozungumza siku ya kiyama ni mkono wako utazungumza, mimi nilikamata hiki na hiki, niliiba. Mkono ukitazama mkono una ulimi, sauti itatoka wapi? Kiakili unaweza kulikataa. Mguu utatoa ushuhuda, ngozi itazungumza, ngozi yako itazungumza. Mahali ulipofanya tukio patasema, ardhi ndio ushahidi, usikanyaga hapa ukafanya tukio hili. Ni kweli huyu fulani bwana fulani alifanya tukio hili hapa, alimuua huyu fulani hapa, alipo mahali hapa. Pale mahali patasema. Akili yakubali? Akili yakubali? Akili haiwezi kukubali. Kitu gani kimetufanya sisi tuamini hivi? Ni as-sam'u, ni dalili ya kusikiwa, dalili ya kimaandishi. Lau kama asingelisema Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, basi sisi ilikuwa hatuna namna ya kuamini, kwa sababu akili zetu hazijafikia huko. Na nielewa ninachosema. Tunavyofahamu sisi, moto wa akhira haulingani na moto wa duniani hata kwa nisba moja ya miawia, hailingani kabisa. Moto wake ni mkali mno, narun hamia. Katika moto wa kilimwengu
kuna moto mkubwa umewashwa, kama ni moto wa kuni au moto wa gesi, waweza kupanda mwembe pale ukaota ndani ya moto wawaka, ukapanda mwembe pale, utaungua mwembe na wewe ulipanda. Haiwezekani. Utambua hakuna oksijeni pale kwa sababu ya moto ule. Sasa mtu utamea vipi? Lakini siku ya kiyama kuna mtu utaota ndani ya moto wa jahannam. Utakubali? Kiakili, yani tutumia akili. Sasa mimi na wewe akili zetu tuache pembeni aya. Haiwezekani. Tutabishana na haiwezekani kabisa. Unajua moto, unajua hivi, utaleta vile na vile. Lakini kwa sababu iliyotueleza ni Qur'an na akili zetu sisi ni kasira katika hili, hakuna ila taslimu. Na ukianza kutia shaka kwa sababu akili yako haikubali, utakuwa kafiri. Wao kafiri moja kwa moja. Tumeelewana? Hivyo janna, watu watapewa pepo. Mtu mmoja aliyepata nafasi ya chini katika pepo ataona ufalme wake madda al-basar, upeo wa macho yake mpaka mwisho kabisa, lote ni eneo lake hilo. Sasa ukipata wewe, wenzako utapata wapi? Eneo lote hilo walichukua wewe, wenzako utapata wapi? Na mengi yanayotajwa katika maisha ya janna, kuna hivi, kuna mto wa asali, kuna mto wa maziwa, kifungua kichota maziwa yanatoka. Sasa maziwa ya nini? Ya ng'ombe, ya mbuzi, algamus, maziwa ya nyati au ya nini? Allah ndiye anayejua. Sasa maziwa haribiki kwani vipi? Sasa kuwaje mafriza, shida vitu gani? Sasa alhasil ni kwamba ni vitu ambavyo akili zetu, tena tuambiwa kwamba katika hiyo janna, a'adadtu liibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at, nimewaandalia waja wangu wema kitu ambacho jicho halijawahi kuona. Hakuna jicho la mtu yote ambaye alishakuona neema kama hiyo. Wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio ambalo lishasikia habari za kama zilizopo katika pepo. Wewe elezea utakavyoelezea ufalme wa bwana fulani na maisha yake na uzuri wake. Angalia villa zake, si maisha gani, na hii magadi, vyote unavyoona ni upuzi mtupu mbele ya akhira, mbele ya janna. Jicho lako halijawahi kuona kama hivyo. Yatosha tu kwamba kuna pepo za fedha na pepo za dhahabu. Jannatani min dhahab aniyatuhuma wama fihima, kuna pepo mbili za dhahabu, vyombo vyake na kila kilichomo ndani yake ni dhahabu tupu. Na kuna jannatani min fidda aniyatuhuma wama fihima, pepo mbili za silver, fedha, vyombo vyake na kila kilichomo ndani yake. Nasallallahu ta'ala aljanna wa nasaluhu subhanahu wa ta'ala alfirdaus al'ala. Sasa yanayotajwa katika pepo miqbadatu la mawdhi'u sawtin fil janna, mahali pa kuweka fimbo yako tubakora katika janna, ni khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kitasa cha mlango tu katika janna ni khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sasa utafikiria hiyo ikoje? Sasa itakuwa si mambo ya kudhania tu hizo, akili yako itakwambia namna. Lakini vitu vipo. Ukija katika upande wa nari na yanayosemwa katika nar ni mambo makubwa ya kutisha. Sasa hivyo vyote tunavyovitaja hivi ni viumbe. Unapotaja mathalan ule katika sidratul muntaha, kivuli, yani mti ule wa sidratul muntaha ambapo Mtume صلى الله عليه وسلم alifika mpaka hapo katika sidratul muntaha, na hiyo sidratul muntaha iko juu huko katika mbingu ya saba, juu ya mbingu ya saba. Kivuli cha mti huo yasiru rakibu fi dhilliha masira 100 am. Aliyepanda mnyama, anayetembea akapanda mnyama, mpanda farasi, unaweza kukimaliza kivuli chake kwa muda wa miaka 100. Uko kwenye gari yako utembea kwenye kivuli tu cha sidratul muntaha. Akili inakubali miaka 100, na tangu umezaliwa mpaka leo umetembea roho, pengine miaka 25,
umetembea robo tu ya kivuli na gari yako, bado miaka 75. Tambaa jamani, sasa taratibuni bwana, mambo gani haya sasa? Akili, ukitumia akili katika mambo ya ghaibu utafeli kabisa, utafeli, utaingia kwenye kufuru. Ghaibu ni taslim, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu waumini katika moja ya sifa zao, alladhina yu'minuna bilghaib, wale ambao wanaamini yale wasioyaona. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.